Bwana awabariki sana. Mutike hurero heroge. Ni vizuri niwahimize kufanya mema katika jina la Yesu. Sababu ni vizuri. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Tuko katika wakati na msimu wa maombi. Na nataka tusome kitabu cha Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 and verse 8. Nataka kunena neno linasema we need the power. We need power. Twahitaji nguvu. Amen. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Next verse. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Hayo ni maneno ya mwisho ya Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani. Amen. Turudishie huo mstari wa 8. Maneno ya mwisho ya mwanadamu ni maneno ambayo huwa yanatiliwa sana maanani. Bwana atukuzwe. Kila wakati watu wa jamii zetu wanapoondoka hapa duniani na wanaenda kupumzika na Mungu, wenye wamepewa nafasi huwa wanakuja na kunena na watu wa jamii yao maneno ya mwisho. Na kila wakati kama ulikuwa pale akisema, mtu huwa anasema nilikuwa pale, akasema 1, 2, 3. Amen. Maneno ya mwisho ni ya maana sana. Kigo kia mwisho. Maneno ya mwisho ya Yesu hapa duniani ni haya. Akawaambia wanafunzi wake, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alijua ya kwamba akiisha kuondoka, Roho Mtakatifu ndiye ambaye anachukua usukani wa kuongoza kanisa na kulinda kanisa kutoka pale. Amen. Tunaona katika Agano la Kale Mungu anatajwa sana akifanya mambo mengi, na kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Malakai Yesu anatabiriwa juu ya kuja. Na ulipofika huo wakati Yesu akaja. Katika utimilifu wa wakati Yesu akaja, naye akaendeleza. Tunamuona akifanya mengi, lakini sasa era ya Roho Mtakatifu sasa inafika. Yesu alipokuwa akihubiri akasema, it is for your good that I'm going back to my Father, ili huyo Roho Mtakatifu aliye msaidizi wenu aje. Amen. Hiyo ni kusema hawangekuja wote wawili. Roho Mtakatifu alikuwa na nafasi yake kama vile Yesu alikuwa na nafasi yake. Akasema, sitawaacha kama watoto yatima, nitawaachieni msaidizi, Roho wa kweli. Amen. Ambia jirani yako, sisi sio yatima. We are not orphans. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
ya gikuyoro iga ndikumutigata ciana cia ngoriai ningumutumira muteithia. Bwana Yesu atukuzwe. Hivyo ni kusema hatukuachwa peke yetu, tuliachiwa Roho Mtakatifu. Yesu anafanya handing over ya huduma yake. Anasema amen, akawaambia wanafunzi, msiondoke Yerusalemu mpaka mjazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Anasema mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu huyu Roho Mtakatifu. Kila wakati tukijazwa Roho, something happens. Amen. Ukijazwa na Roho, lazima kutakuwa na kitu maalum kinafanyika. Lazima kutakuwa na mabadiliko. Lazima kutakuwa na ishara ya kwamba Roho amekuja. Bwana Yesu atukuzwe. Wangapi wanapenda Roho Mtakatifu? Ninampenda sana. Amen. Na si vizuri kukaa kama yatima, wakati Yesu ametangaza ya kwamba sitawaacha kama mayatima, nitawaachieni Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Roho Mtakatifu alipokuja juu ya mitume, walipokea nguvu. They received power. Tunahitaji nguvu. Bwana Yesu atukuzwe. We need power. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Tunahitaji nguvu. Na nguvu hizi tunazipokea baada ya Roho Mtakatifu kushuka juu yetu. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Maisha ya wokovu inakuwa rahisi sana ukiwa umejawa na Roho Mtakatifu. Halo. Maombi ambayo tunaomba ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, amen, maombi yanakuwa matamu. You don't strain, you don't struggle, sababu uko na msaidizi. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa nini wengine wanasema hawawezi kuomba? Kwa nini wengine wako na ugumu? Wanasikia ya kwamba ni kama watavunjika moyo, wanahisi ya kwamba ni kama wataanguka, wanahisi ni kana kwamba hawataendelea mbele. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini wakijawa na Roho Mtakatifu, wakijazwa na Roho Mtakatifu, wanapokea nguvu mpaka ya kuomba. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Andũ amwe no mũrĩega no mũranjigua. Mwathani arogocwo. Ninasema hivi, tunahitaji nguvu. We need power. Mungu ama Yesu hakuligharimia, hakununua a weak church. Hataki kanisa ambalo ni dhaifu, Wakristo dhaifu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Na nimekuja kuona ya kwamba hata maroho ya shetani kiingia mtu anabadilika. Amen. Anabadilika. Na je, sisi ambao tumeokolewa, tukijazwa na Roho Mtakatifu, lazima kuonekane mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe. Watu ambao wanasema siwezi kusimama mbele ya watu, unataka kusimama mbele ya nani? Hebu uliza jirani yako, unataka kusimama mbele ya nani kama sio mbele ya watu? Ati mimi watu wakipita watatu siwezi kuongea. Ni kwa sababu kuna kitu hauna, unahitaji nguvu. Amen. Biblia inasema ya kwamba karama ya mtu inamfanyia njia na inafanya aketi, ale, asimame mbele ya wakuu. Unataka kusimama mbele ya wakuu, you need the power. Unahitaji nguvu katika jina la Yesu. Huu ufalme sio wa watu ambao ni weaklings. Ufalme huu sio wa watu ambao ni wadhaifu. Yesu hakununua kanisa dhaifu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe.
Haleluya. Nikisimama mbele ya watu watano nachanganyikiwa. Unachanganyikiwa kwa nini? Mlevi akilewa, hata mwenye huwa haongei. Hata nimekuja kuona wengine ndio nigetha mathamake kwao matingithamaka marĩ soba. Mundu agwaga nĩngũkũnyuĩra. Akienda akikunywa sasa anaweza kuongea. Kama pombe inaweza fanya mtu aongee. Na Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Ukijazwa Roho unaongea kulingana na vile Roho anakusaidia, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema huyo Roho Mtakatifu atanishuhudia mimi. He will testify of me. Hiyo ni kusema hauwezi kunyamaza. Ukijazwa Roho, kunyamaza hauwezi, sababu you have to testify. He testifies about Jesus Christ. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Yani mtu ambaye ameokoka na bado hajajazwa anakuaga ni weak. Anataka lakini nguvu haiko. Hata vile tunasema ya kwamba viongozi wafike mapema. Hello. Hinya wa gũka tene nĩ hinya wa Roho Mũtheru. Hinya wa kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ hinya wa Roho Mũtheru. Bwana Yesu atukuzwe. Hello. Huwezi kutoa fungu la 10 kama haujajazwa Roho Mtakatifu na utoe kikamilifu. Nataka mnielewe vizuri na mnisikie vizuri. Bwana Yesu atukuzwe. Sababu kuna kitu kinakuambia amen. Hizi sio urute Roho uguo. Wacha nikuambie, Roho Mtakatifu akija juu yako unapokea nguvu, na ni nguvu ya kufanya mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo lazima kuonekane mabadiliko. Bwana Yesu atukuzwe. Unapata nguvu ya kufanya kazi ya huduma. Unapata nguvu ya kuwitness. Unapata nguvu ya kuomba. Unapata nguvu ya kufanya mambo, hata mambo yako ya kibinafsi, katika jina la Yesu. Hallelujah. We need the power. Tunahitaji nguvu. Wangapi wanahitaji nguvu? Hata mimi nahitaji nguvu. Bwana Yesu atukuzwe. Maisha ambayo tunaishi hatuyawezi kama hatuna nguvu za Roho Mtakatifu. Majaribu tunayopatana nayo kila siku, magerio, toiga magerio, hinya wa gutoria magerio umaga kwĩ Roho Mũtheru. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Ukiona mtu anaanguka kwa majaribu, every now and then kuna kitu kingine anahitaji. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. We need the power. Hii ni wiki yetu ya Roho Mtakatifu. Lazima nihubiri juu ya Roho Mtakatifu. Lazima niseme jinsi alivyo mwema. Lazima niwa introduce kwa huyu msaidizi, Roho wa kweli, Roho wa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alipokuja juu ya mitume, maisha yao ilibadilika. Wale ambao walikuwa waoga, wanajifungia milango kwa sababu ya hofu, walitoka kule wakiwa na ujasiri. Mahubiri ya kwanza, Petro aliposimama, watu wengi walikuwa wangapi wenye waliokoka? 3,000. Hebu sema 3,000. Mwenye alikuwa muoga, mwenye alikuwa na upanga. Unajua kanisani kuna watu wako na upanga bado. Ulio na ando malio na roho, ongemoku kuheriria gũcerehũra. Unajua upanga na sio upanga wa roho. Ni silaha ya kimwili. Silaha ya kimwili. Vita vyetu sio za mwili na damu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini Mkristo akijazwa na Roho anatupa upanga. Na Yesu hakumwambia Petro. Petro anachomoa upanga, anakata mtu sikio. Na ninaamini ya kwamba sio sikio alikuwa anakata. Ti operation yale hau. Yati ararengerera gutu. Mimi huwa nafikiria alikuwa anakata kichwa. Mundu ucio agika uguo gutu gwika ati. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe.
Yesu alimwambia rudisha upanga mahali pake. Hakumfukuza kanisa. Kuna watu hawastahili kufukuzwa kanisa, wanahitaji kuombewa wajazwe roho. Wakijazwa roho watatupa panga bila kuambiwa na mtu. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna maswali mengi ambayo inaendelea ya kwamba mtu akiokoka na ako na dread atafanya nini? Anaweza kuokoka akiwa nazo. Wacha akuje akiokoka, akijazwa roho, yeye mwenyewe ataamua kama ni kunyoa ama ni kukaa nazo. Wachana naye, sababu kazi kubwa imefanyika ya wokovu. Bwana Yesu ainuliwe. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. We need the power. Tunahitaji nguvu. Unajua Wakristo ambao ni wadhaifu, wanakwazwa kila wakati. Kuna watu wanakwazwa na kila kitu. Kama tangu tulipoingia ibada wamekwazwa mara 10. Anani unao mara hego. Riu twerwo ninge kanitha ri thukuru thaa 2:30. Urahego tondu we kindu utarire kengwire. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Mtu ambaye amejawa na Roho Mtakatifu si rahisi kukwazwa. Ni vigumu sana akwazwe na kitu. Yesu aliletewa mwanamke ambaye alifumaniwa akizini. Na wote wanasema, sheria inasema tumpige kwa mawe. Na wako tayari. Wakiongea mawe iko hapa. Wewe unasemaje? Wamekwazwa. Na huwa ninajiuliza, kwa nini hawakuleta mwanaume? Walilete mwanamke peke yake. Nani anazini akiwa peke yake? Ndireciria ni arume mamurehete. Makira muthuri we oka. Tunaenda kwa Yesu. Kwa nini hawakuleta huyo mwanaume? Ama wanaume wameruhusiwa? Wamekwazwa. Yesu hakukwazwa. Walipoulizwa wewe unasemaje, maana sheria inasema tumpige kwa mawe, Biblia inasema Yesu akainama akachora chini. Sijui ni nini alichora, lakini ninaamini ya kwamba neno la Mungu linasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Alipoinuka akawaambia, yeyote mwenye hajawahi kufanya dhambi na awe wa kwanza kumpiga kwa mawe. Amen. Alipoinama kuinuka, wote walikuwa wameenda, ni huyu mama tu ako hapa. Na mtumia wewe haha. Aliponea puchu ama ni chupu ama puchu. Hiyo aliponea hiyo unasema. Watu walikuwa tayari kumpiga kwa mawe. Lakini Yesu alipoinuka akamwambia, enenda na usifanye dhambi tena. Usikwazwe na mtu. Kukwazwa kila wakati, it's a sign that you are not full. Bwana Yesu atukuzwe. Kikombe kikijazwa, kikiwa kimejaa maji, uweke ingine, inafanya nini? Inamwagika, sababu because it is already full. Nataka Wakristo ambao tayari wamejazwa wajazwe. Shetani akitaka kuwekelea uchafu wake hauna mahali, because you are already full. Kukwazwa kukija iko hego. Bwana Yesu atukuzwe. Unajua kanisa la watu ambao wanakwazwa ni vigumu sana kuhubiri. Sababu ukihubiri mtu anasema nini kwerago. Na hata wengine, unajua kuna watu kanisani huwa wanatransfer neno. Wanaenda kuambia mtu na hakukuwa kwa ibada, omothe niwe kuhunjagio horo wako. No wakwera, kwani wewe ndiye Roho Mtakatifu? Kama ni Yesu angekuwa katika ibada, ucio no mundu nginya ena daimono. Ananyua mrona atia? Roho Mutheru atari ena, sababu anakuja kuharibu neno ambalo ni nzuri, ambalo linalisha kondoo wa Mungu. Anaenda kuharibu, kuligeuza liweze kuleta vita na shida kwa mtu mwingine. Hili neno linahubiri ni lako. Ugakigoe kenege yakwa. Usipige transfer kwa mtu mwingine. Ni neno langu, ni lako. Ninapohubiri najihubiria na wahubiria.
hili neno ni lako katika jina la Yesu. Lakini mtu ambaye hajajazwa vizuri, inaini yosio ngeigwe kanie kugamba gitingia. Tamu inaini yake kanie kugamba gitingia. Unajua hakuna kitu kibaya kama kubeba mtungi ambao haujajaa. Utile kiendo kioru toguo. Zamani tukiwa wadogo ulikuwa unatumwa kwa chote maji. Na siku moja nikaona siwezi kubeba huu mtungi. Gokua nuthu. Unajua hii nusu ni mbaya sana. Kafa wengi yagawe mwihoru. Gokira nuthu. Inakupeleka mbele, inakupeleka hivi. Inaenda hivi, inaenda hivi. Hii ndiyo Yesu akasema mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu huyo Roho Mtakatifu. We need the infilling of the Holy Spirit. Sababu hao watu nusu ndio wanasumbua watu. Hello? Utiri kindu kiuruta mutumia akwata ihoretio wega. Mutiarageria FM emwe. Ukiareria FM 89.9 we are short wave no shisha. Hello? Tariu andu aria matari tutari FM emwe nao. Hello? Maigwa waje gatha iria umaga gwake. Majia kuga, Ngai, ndaretigira. Hau ni kuri ne shisha. Yani we unyitagira beresko kani andu meha. Tukiigua kameme we uranyitira Mogadishu. Pero cio ngetiga kunyitira Mogadishu. No shisha. Utile kiendo kioru, hakuna kitu kibaya kama kukaa na mume ambaye hajajazwa vizuri. Bwana Yesu atukuzwe. Akisikia unafunga, vita inaanza hapo. Ndio ushoke nyitwa ni mirimu ire kuraga haha. Udeherere thina na niguo udete bia nyingi. Yani Hello? Bwana Yesu atukuzwe. Akiambiwa ninaenda ushirika anasema kwani kai watu wikire pasta na ndujire. Na muthuri no muhonoku no ne getingia. Ni muthuri getingia. Riu athiaga oguo gatuguga oguo umuthe ni mwega. Yani gutungatira Ngai ti mood. Hello? Ukijazwa na Roho Mtakatifu, you don't go by moods. Leo uko sawa, kesho uko chini. Hello? You become constant. Amen. You serve God in season and out of season. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Kama haujajazwa vizuri, amen, uhare hani ni nani wewe inaga ndungioka ha tondu ri mbia riu yani unaenda na mood. Hello? Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna mzee mke wake alitoroka. Akaniambia sasa mpaka mahali nimefika. Kwanza wacha nipumzike. Nikamwambia nini? Ogothie na weinithie tamutumia kuo. Hello? Ni arorire hwae. Mwathani akumio. Bwana Yesu atukuzwe. Na ngimwira ukaga thaa cigana? Njukaga thaa 2 riu uke 1:30. Kwani shetani alikuwa anatafuta nini? Si ni hiyo huduma alikuwa anatafuta? Sasa ukiondokea, shetani anapiga mako. Hatutapatia shetani nafasi. Liwalo na liwe, huduma lazima iendelee. Huduma lazima iende mbele katika jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Eni muranyita? Ore kana dore? Bwana Yesu atukuzwe. Athame orere athie gete-ine no nguhunjia injiri. Ni egucoka acoke. After all twerirwo ni bishop ario nyumba. Ario nyumba. Erumu ya ciana ario nyumba. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu atukuzwe. Na ukija hapa hutuambii ati umuthe ndiraigua ndithi. Mwore wa ithe witũ ni arorire nyokabi. Ni uhoro waku na nyokabi. Ucio tiguo turenda ha. Turenda kuona Kristo. We uhoro waku na nyokabi.
ni uguthie gutatua baadaye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana Yesu atukuzwe. Si kwamba ukitukanwa kule ya kwamba hautaongoza ibada. No, utale morume haha. In season, you have to serve God in season and out of season. Todo tutiaheirwo roho wa guoya. Tuaheirwo, yani tulipewa roho wa wana. The spirit of adoption. Roho wa kutufanya wana. Hatukupewa roho wa uoga. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Holi sio kivero na ate. Anaona pastor ndale mutumia. Ni mutumia pastor akiora haha kwamba ukakumwe ale nali David mohoere mono. Era biri hoae. Wathani arogoco. Eguthie na ndikwera mundu ni arathire. No ndagithiete. Na ndeguthie. No ndiroiga atiriri. Liwalo na liwe. Lazima injili iendelee katika jina la Yesu. Niwe na pesa na nisiwe. Amen. Wengine ati wanakosa kuja kanisani ati hawana sadaka. Kwani nani alikuambia pesa tu ndio sadaka? Hata sifa ni sadaka. Amen. Petro akasema fedha na dhahabu hatuna, lakini kile tuko nacho ndicho tunachokupatia. Kwa jina la Yesu inuka na utembee. Give what you have. Amen. Inulia Mungu mikono. Hiyo ni sadaka. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Sisemi usitoe pesa zako, lakini give what you have. Kwa jina la Yesu. Si mara moja nimekuja kanisani bila sadaka. Na niye ditidage hitha tandũ arĩa mathiaga kĩoro maita matatũ hĩndĩ ya sadaka. Hapana, ngũikara haha Ngai akiũĩ. Anajua nikiwa nazo huwa ninatoa. Anajua nimempatia what I have. Na hawezi kuniambia nimpatie kitu ambacho hajanipatia. Mimi ninajua Mungu wetu ni wa kweli. Hangemuitisha Abrahamu mwana kama hakuwa amempatia Isaka. Hangemuitisha. Bwana Yesu atukuzwe. Aria matiraga ati ndiuma sadaka. Tutigane na aria magwa ndinathika nitha nguo itirari theru. Acio ni thina wa haha mena guo. Niwe yani Ngai ndangĩgũthambĩria nguo. Mwathani arogoco. Lakini hawa anasema kwamba sikuja kanisa sababu sikuwa na sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Nilifurahia sana mtoto. Sunday nilifika kanisani Highland. Pakaja kakijana kakanisalimia vizuri. Kakaniambia pastor, nimekuja kanisani na sina sadaka. Si unipatie sadaka. Sijawahi kuwa na imani kama hiyo. Bwana Yesu atukuzwe. Nikampatia sadaka. Huyu hakukosa kanisani. Amen. Anajua kumtumikia Mungu in season and out of season. Ukifutwa kazi, endelea kumtumikia Mungu. Amen. Ina bere kutungatira Ngai. Wahara. Ukikosa kitu, continue serving God. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu ainuliwe. Tukijazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Anatupatia mwelekeo wa maisha. Halo. Bwana Yesu atukuzwe. Halo. Anaweza kukuonyesha mambo. Biblia inasema atakapokuja juu yenu huyo Roho wa kweli, atawaambieni mambo, atawaonyesha hata mambo yatakayokuja. Amen. Sisi sio mayatima. Tuko na msaidizi. We have our helper, the Holy Spirit. Tuko na msaidizi. Bwana Yesu atukuzwe. Wacha kutafuta ati manabii kote. Wengi wanazunguka, wanaenda kule sijui wapi. Wakienda kutafuta msaada ati waambiwe juu ya maisha yao. You don't need to go to Mombasa. Ndũrabatara gũthiĩ kwĩ Pastor Ezekiel. Halo. Kĩrĩa ũrabatara nĩ Roho Mũtheru. Ũcio ũngĩ nĩ Roho Mũtheru ũrabatara. Wacha mambo mengi. Wacha kumangamanga. Unatoka hapa unaenda kule ati sababu yani unaenda kwa manabii ukiwa na Roho Mtakatifu. Halo. Uko na msaada. Uko na msaidizi. Kile unataka kujua, anaweza kukufahamisha, anaweza kukuonyesha. Amen. Mwathani arogoco.
Walisho gene kivenda kumenya giaku. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna mama mwingine aliniambia, Bwana Yesu ainuliwe, wakatengeneza kikundi cha kwenda udhoni. Yeye ilipofika wakati wake ukakaribia, yeye hakujua anaenda wapi. Sababu kuzaliwa kwake, yani kulikuwa na mashida. Mahali alizaliwa walikuwa mbali sana. Kule sijui kuna huko pande za Marakwet, sijui pande hiyo. Na huyu mama yake akafa. Baba yake alitangulia kukufa, mama akafa, baadaye akamwacha na kazini yake akiwa mtoto. Huyu kazini yake akamumistreat na akamnyang'anya shamba ambalo alikuwa amepatiwa, akaambiwa sababu ninakufa, kaa na huyu mtoto na hii shamba uwe ukilima, baadaye akiwa mkubwa umpatie shamba. Kwa hivyo walimumistreat, hakusoma. Huyu mama anasomesha watoto wake. Huyu alipokuwa baada ya mateso akaenda kutafuta kazi ya house girl. Sasa amekuwa mkubwa, ameolewa, anashindwa nitapeleka wapi mahali. Nitiroka kurashio. Bwana Yesu atukuzwe. Akiwa anajihoji, anauliza Mungu, kwa nini ilikuwa hivi? Roho Mtakatifu akamwambia, hata mwenye unalia ya kwamba alikuwa mama yako na baba yako hawakuwa biological parents wako. Yaani Roho anaweza kukuonyesha mambo ya zamani kabla hujazaliwa na mambo yatakayokuja. Kweli huyu ni msaidizi mzuri. Huyu mama akaenda kwa mshangao, akamwambia mume wake, nimesikia sauti ikisema ati huwa ninalia ati walikufa, sio wazazi wangu. Na akamuthuri nio ina ndamwirite akimuria kari hindo wamenya. Na yake abako murora. Umekaa na wewe miaka karibu 20, hujai kuniambia. Bwana Yesu atukuzwe. Kuma hau agitiga kurira. Riu akianjia kuria Ngai ndagiciaritwo numa. Yaani Roho Mtakatifu anaweza kukufunulia mambo ambayo unataka kuyajua. Kile kitu ambacho tunahitaji ni kuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Wina Roho Mutheru, you have what you need in life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Roho Mtakatifu aliye msaidizi anaweza kukuonyesha mambo yatakayokuja. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna wakati niliwaambia Roho Mtakatifu alinionyesha nikiwa na 60 years. Sasa hiyo nilikuwa na 40 something. Nikiwa na miaka 60 na ngiona leo nejo uria ngakorwo hana ndina miaka 40 na no ngakorwo ngihunjia ngimenya ndingekua. Ndingekua mbere yo. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Hallelujah. Roho Mtakatifu anajua mawazo ya Baba, anayafunua kwetu. He knows the mind of the Father. Anayafunua kwetu. Kwa hivyo siri zilizo ndani ya Baba, Roho anazifunua kwetu. Maana ni nani ajuaye nafsi ya mtu ila roho yake? Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu anajua mawazo ya Baba, anayafunua kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Hebu pigia Mungu wetu makofi kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Wacha kushinda ukienda kwa manabii ati mafiririke kiundu kiria kuigua hau ukwirwo muthuri guoti waku na ciana cie thukuru wa muico ni hindi arathi grade 10 mafiririkaga magakwira tiwa ukahita na mutwe kuma hau na ni mundu wina ngoma arenda kuoya mutumia wene. Ekei ndimwire, wacha kuzunguka ukienda kutafuta mafunuo. You have the Holy Spirit. Uko na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Ndio mwana wanao mrajigua. Hakuna haja ya kwenda huko. Halo? Hakuna haja ya kwenda kwa manabii, especially mwezi huu wa Januari sababu ya jua.
atumia aingĩ nĩ maumagira marĩ anabii. Ni kweli ama ni kweli? Bwana Yesu atukuzwe. Wanatokea. Halo? Na anatafuta kanyumba pale. Au metale ogonyomo. Wona gĩa tumia mũndũ erigita gĩcuka ũguo hwainĩ ageka atĩa? Akakunguma kũu. Akitoka kule akauma na gĩtambaya kĩna marangi kĩa papo. No kona nĩ acenjia nĩ akira mũkirĩre wĩho. Mũgeciria nĩ kĩroho. Hatirĩ kĩroho. Nĩ gũthũka arathũka mũtwe. Mwathani arogocwo. Mbia ciothe na mbũri ciothe ũcamanagia nake anyitĩte ndũrũme na no irenda kũmũgũtha tondũ nĩramenya ona ndũrũme nĩrona ndũrĩ na mũtwe mwega. Yani na bado unasukuma hiyo. Unasukuma kondoo unapeleka huko. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna wakati miaka kadhaa imepita tulisaidia mama na mume wake walikuwa wanapeana shamba lao. Sijui ilikuwa hapa neka ama waneka. Wanapea mtu amewadanganya ya kwamba hawa ni firstborn, ati ndio maana wako na mashida. Ati kwa sababu wewe ni firstborn na ulioa firstborn, hii mashida hamkufanyiwa. Wacha tukate shamba tukupatie. Bwana Yesu atukuzwe. Ati na kondoo achinjwe na ni mhubiri ametoka Kihoto. Kondoo ichinjwe ati mahoro agana tatha makwanga hatha kame na nyama ireyo. Nyama reke kwire. Wote gũthũkio mũtwe. Hii ndio maana ninasema we need the Holy Spirit. Bwana Yesu atukuzwe. Pastor Wagatamayo akajaribu si hadithi fake, si ya kusoma mahali. Bwana Yesu atukuzwe. Akaitwa sababu mke alikuwa wa kanisa la Gatamayo. Mwathani arogocwo. Sasa pastor akaitwa. Akafika. Akasikia ile hadithi iko. Pastor mwingine ametoka Kihoto, amekuja na wamama. Mokete ginya na tuhiyo mahote ire nyama maruga ni thĩnjwo. Mauma kanitha dumia ciga no gwire nda nyama. Egwire. Mwathani arogocwo. Pastor akarudisha kesi kwa jiko. Agicokia cira riko. Akiuria irathĩnjwo niki. Huyu pastor akaanza kusema unajua mapasta wengi hawajui maneno. Pastor akauliza huyu mume sababu ni mzee wa kanisa lingine tu Gatamayo, akamuuliza na kwa nini hujaita pastor wenu? Niwe pastor ndoi maundu maya. Ukikaigwa mundu roiga pastor wa ndoi maundu maya, that is a scam. Wewe umenyeire kwa pastor wa ndoi. Umejulia wapi? Kama pastor wako na ndiye baba wako wa kiroho hajui, wewe ulijulia wapi? Usidanganywe na mtu ya kwamba pastor wenu hajui kitu. Ati hii inataka pastor mwingine ako na anointing nyingine. Akaambiwa wamuite, akasema hapana, hatukuwa tunataka iende hiyo direction. Wamekuja mpaka na barua ya transfer. Marua ma transfer. Form cia transfer. Ciokete hau na makahurwo thobisha tou. Mũgũnda nĩ gũthiĩ ũrathiĩ ati tondũ mũndũ ena thĩna. Pastor wakakaa mpaka saa 5 ya usiku. Wanaongea, leo nĩ gũthatire. Atumia leo no marĩire gĩtheri. Tondũ mbũri nĩ thĩnjwo. Watu wamedanganywa. Pia jirani yako usidanganyike. Uko na Roho Mtakatifu. Haya, ikasemekana sasa wakutane asubuhi. Pastor akanipigia simu. Akaniambia, nikaongea na huyo mama, nikamuuliza, si wewe umekuwa kiongozi wa mama kanisa letu? Niko waiguire turutaga mbũri. Unataka kupeana shamba? Ii reka tuneane mũgũnda tukurwo mathina nĩ megũtũraga. Ngĩmwĩra ona kwa wĩna hakiri tiga roho, akili ya kawaida. Ungeshika hiyo shamba uuze upate pesa, sio upatie mtu. Halo? Kana hau nĩ roho kana hakiri? Si ni akili tu, tumia akili.
Huyu mtu anataka kitu ya haraka haraka, amekuja na transfer form na picha no na hendio imuhurithia tubica tu ona ni mahuritwo twiri nigetha wikire kirore mugunda wiki atia. Nikamuuliza, mama, unataka shamba liende? Ni Roho alisema. Bwana Yesu atukuzwe. Nikaongea naye mia ikaisha, nikaweka ingine ikaisha. Gemwera nakegwire, wacha nikwambie kile kitakupata. Ninaongea na yeye, ninaongea na mume wake. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa finally walisema wacha tu, sababu hawa watu wanataka kukula nyama, kireka tugethenje mburi. Gemwera ona mburi tukareke thenjo. Bwana Yesu atukuzwe. Nikamwambia, utapeana hiyo shamba, kile kitakuua ni stress. Sababu unakata shamba pande hii, wewe unakaa pande hii, upeane pande hii. Ulionaga mugunda uria urarimaga. Halo? Na nduka ure maringi na nduka ingira kuo gutua thara. Tondu ti waku ringi, we no stress igakuraga. Tulijaribu sana tukang'ang'ana, tuliokoa hiyo shamba. Mutihurire ruhi, honoketie mugunda. Bwana Yesu atukuzwe. Kama mhubiri wako hajawahi kukuitisha shamba, halo, wathi kunegera mundu ungi murona ni ro uguo. Mimi nimekuhubiria miaka mingapi? Nende ndagwitia kitu. Hapa kuna mtu nishaomba pesa, ainue tu mkono hapa. Halo? Lakini mtu akikosa kupata ufunuo wa kweli, akikosa kumjua na kumtambua Roho Mtakatifu, akipatiwa tu ufunuo anaharibika kichwa. Haitakuwa hivyo kwetu katika jina la Yesu Kristo. Usidanganyike. Usilipe nauli ya kwamba sijui unaenda wapi, kuna nabii. Amen. Ukiwa na Roho Mtakatifu, kile unataka kujua atakujulisha. Wangapi walionyeshwa kitu na Roho Mtakatifu na ikawa confirmation ya hili neno? Bwana Yesu asifiwe. Halo. Anajua mambo yatakayokuja. Anajua sana. Mwathani arogocwo. Wacha kwenda kutafuta manabii wa uongo. Uko horwo kiraka, uko inuka githuaga. Bwana Yesu ainuliwe. Haleluya. Na nilikuja kujua mapepo ambayo inaingizwa na watu ambao wanajiitanisha na Mungu, manabii wa uongo, ni kali sana. Amen. Kuna ingine tulikuwa tunatoa pale Highland, ilikuwa inasema hata mimi ni pastor. Sababu mwenye aliziweka ndani ya huyu mama alikuwa na title ya pastor. Halo? Kinyagiri kuona nye kushira deo. Wetia utothenia na nie ndi pastor. Na iraria no rume. Mwathani arogocwo. Icio ile urume. Ngai arogocwo. Bwana Yesu atukuzwe. Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu huyo Roho wa kweli. You shall receive power. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atakusaidia katika udhaifu wako, maana hatujui kuomba. Atakusaidia mpaka kuomba. Utaomba under the revelation of the Holy Spirit. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Unajua wakati mwingine tunaomba the wrong prayers, lakini tukiwa na Roho Mtakatifu anatupatia mwelekeo wa maombi. Unaweza kuwa uko na shida ya kununua hii kitu, na Roho Mtakatifu anajua shida sio hiyo. Halo? Thina nduri hau. Mwathani arogocwo. Thina wi handu hangi. Anakudirect. Unaombea hiyo kitu, hiyo shida inatatuliwa pale, inajimanifest pande hii. Anajua. He knows all things. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu atukuzwe. Wangapi wanapenda Roho Mtakatifu? Nilikuja kujua hata Yesu alitoa mapepo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hata kuhubiri ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hata kufanya kazi ya huduma ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu ainuliwe. Tunahitaji nguvu. Tunahitaji hizi nguvu. Tunamhitaji huyu Roho Mtakatifu. Halo. Maisha yetu haitabaki kuwa vile tena katika jina la Yesu.
Hallelujah. Kuna watu wana struggle na dhambi fulani na kifungo fulani. Ukijipeana tu kwa Roho Mtakatifu, hiyo shida inakwisha tu. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu atukuzwe. Ukijisalimisha kwa Roho Mtakatifu, ujisalimishe, ujitoe kwa Roho Mtakatifu. Amen. Unaishinda kwa jina la Yesu. Amen. Tondu ni wagia na hinya wa gukuhotithia kurua bara na kumihotana. Bwana Yesu ainuliwe. Hallelujah. Sikujua ya kwamba Roho Mtakatifu anaweza kubeba mtu. Halo, alibeba Filipo. Akamtoa mahali alikuwa akibatizia the Ethiopian eunuch. Akamtoa pale, alimbeba. Amoku, yani hinyao timoni inileka idemwele. Alimbeba akamhamisha. The eunuch hakumuona. Walipotoka tu kwa maji baada ya kumbatiza, Roho Mtakatifu akamchukua, akampeleka mahali pengine. Kumbe anaweza kukutoa kwa hatari. Halo? Akiona hatari, anaweza kukubeba akuondoe. Ni muranyita. Roho Mutheru no ahote gwika uguo. Akiona kuna hatari, kuna ajali, anakuondoa, gari linaisha, watu wanashangaa vile ulivyotoka pale. Roho Mtakatifu ako na uwezo wa kufanya hivyo. Ni muranyita ole nderoiga. Roho Mtakatifu ni mzuri. Akikuongoza hautajikua kwa lolote. Halo? Hautajikua kwa lolote sababu unaongozwa na Roho. Hauongozwi na mwili. Amen. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu atakufanya utokee kwa kweli yote. Utajua kweli yote. Ego kuumireria maine yothe. Mwathani arogocwo. Yuthi mojigue. Hata wakati wa kuolewa, usiolewe tu ama uoe tu. Amen. Wakati una make any major decision, ni vizuri kuconsult the Holy Spirit. Hello? Bwana Yesu atukuzwe. Hello? Ndona andu maririka na kaundu maiguire hindi atwari Highland. Hata mimi ningefanya hiyo makosa. Hello? Bwana Yesu ainuliwe. Wakati wa kuoa, unajua watu wote wanajuaga umefika wakati wa kuoa na kuolewa. Especially kama ni kijana mwanaume, urumagiriro woi. Ni andu Mwathani akumio. Bwana Yesu atukuzwe. Tani kinya ndachanganyikeirwo. Ona iheo iria ndaheagwo nyingi ni andu acio. Ndaheagwo in the name ya ni ndungata ya Ngai. No ndaciria ngaigua haha hatiri utheri. He mundu urenda ndimuhikie na ndi. No mwakihingica ucio muraigua bishofu akiuga. Mwathani arogocwo. Yona handu ha kumuconora reke njitikire kutu kumuhikia. Lakini tulipoendelea nikaona akaniambia tukioana nataka uache kuwa pastor. Tutonyitanage moko nake ugo tugikira rami haria kabati. Tukiuma kanitha wa Naivasha. Ngimurora ngirigwa atiri Ngai kaire guku ndathire. Na to ndiarutite ona ndururu ngimwira we thie na wega. Thie na wega na tikuona wega itigiragia andu makonana. Riu ne tuonanaga ndiahikirio ni mundu ungi na no murata wakwa no ni atiriri ni ngiagoire mutengo-ini ingiamutigire ingiatigire kanitha uyu wa karate. Mwathani akumio munjuragia niki gwathire nderirwo ndimutige tunyitanage moko tukiuma kanitha tukiragera mihamwe. Any major decision muhusishe Roho Mtakatifu. Mambo madogo na makubwa muhusishe Roho Mtakatifu. Taka sana kujua the mind of the Father. Roho Mtakatifu ana reveal the mind of the Father. Especially kama wewe ni mtu wa destiny. Katika jina la Yesu. Ahurabi atiri pastor ni athie. Awake mani moke majuria atiri awajaki bare kuo. Moke majuria uratutigire ndiki. Ndikwirwo ndirerirwo. Nimurona kaundu kau tikega we. Nikarona nia he kindu he plug itana sina. Kuna kitu hakikupitisha moto. Bwana Yesu asifiwe. Lolote ambalo unataka kufanya. Amen.
Na hakuna kitu kizuri kama kuanza siku na Roho Mtakatifu. Monday morning mwambie Roho Mtakatifu niongoze. Tuesday mwambie Roho Mtakatifu siwezi bila wewe. Niongoze, wewe ndiye msaidizi wangu. Amen. Hata kwa biashara atakusaidia. Atakusaidia. Mimi ninajua atakusaidia. Si maisha tu ya kiroho peke yake. Atakusaidia mpaka kwa maisha ya kawaida. Roho Mtakatifu ni mwema. Ni mwega Roho Mutheru. Ni mwega Roho Mutheru. Kama ningemsikiliza Marimadana kwa ndingiagũire. Halo. Bwana Yesu ainuliwe. Ninatamani sana tujazwe na Roho Mtakatifu. Na kama umejazwa tujazwe tena. Maana majaribu ambayo tunakutana nayo yameinuka sana. Magerio meigũrũ reke inde mwĩre. Mwathani arogocwo. Magerio me kiwango ki? Ya. Hata shetani ame-advance. Ame-advance. Kana mutirona ni advance. Halo. Bwana Yesu atukuzwe. Siku hizi wewe kutafuta mambo huko, iko kwa simu. Enda kurumwo hoko ne guo ukurumirwo ro thimu-ini na ne yako. Na niwe wikirite nginya mwaki. Kegwire. Komanda rabatara kunoku gwaku aingire. Anaingia akikura bado zako. Arahuthira nginya bado ciaku. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu atukuzwe. Halo. Na tukijua hivyo tutafanya nini? Lazima na sisi tujiweke, tujisalimishe kwa Roho Mtakatifu. Wacha atusaidie tujue namna ya kupigana vita kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Hii hebu toa yako. Hii inaona ndio limu wa andu muno na uge wao. Ino eko. Tori hiyo kana yake ni honoku. Ni hari honoku haha kuikorwo no yakwa na ni pasta ti honoku ri. Ino. Kama hii haijaokoka yaku ni honoku. Bwana Yesu ainuliwe. Hii halo, usipojazwa na Roho Mtakatifu, amen, shetani atapitia kwa huu mlango. This is a door. Atapitia kwa huu mlango, atakuweka chini. Wengi wameingizwa kwa tabia nyingi baya kwa sababu ya hii simu. Na shetani anakuingiza akikula bado zako. Urakara ngoro na maku hau furahi na gatunguru gaku. Sababu majaribu yameongezeka. Ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atusaidie. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hii imetufanya tujue wengi kama wameokoka ama hawajaokoka vizuri. Niguo ka niguo. Eni. Mundu wothe muhonoku wega nituramube. Sababu kile kiko katika ndani ya moyo anakiandika wapi? Ukaigua mundu ucio uri acokia. Mani tata ria acamania na Jesu wa Nazareth. Onoko kwiraga President Museveni ri. Ithuo kwiraga no nituro uri uraria. Bwana Yesu atukuzwe. Agimaraina nyimbo cia dashi, secular music, oroha. Ucoke utuinithie ha ndungituinithie. Ndungeina haria mutandao-ini. Ucoke uke utuinithie nyimbo cia Ngai ni igongona. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Tori ucio ngene nyimbo iriku inaga haha. Ate perere pepe mayaya. Yani harusi yetu na yekeke. Yani sasa Arabu hapa utuambie Bwana asifiwe pande hii, Bwana asifiwe pande. Wewe wacha, kuna shida, uko na kasoro. Una advertise nini? Wewe ni ambassador for Christ. Wewe unastahili kuwakilisha ufalme wako. Wacha kuwakilisha ufalme wa dunia. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ona kiroho giaku tugithimagira oroha. Oha. Bica irio huragwo. Pati cia mwiri irio huragwo. Riu ni ukuona muoroto wa mundu ucio. Ukona ona uyu. Mutiga utucambithia. Tero ucio ngitiga utucambithia mitandao-ini.
Hujia kana ndiga kuhujia. Reke ihujie horo wa ma. Ndarega kumwira mukerwo no. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu utaandika kwa hii mitandao, andika ukijua ya kwamba wewe ni ambassador. Wewe ni ambassador. You are Christ ambassador. Unawakilisha ufalme. Maneno yako ni ya maana sana. Wewe sio mtu wa kawaida. Ndiye jirani yako, wewe sio mtu wa kawaida. Ati wengine wakitukanana, ona wewe hau. Ukirumana. Ati tutirona. Ngai aroraga uguo akauga, aya nio ndakwereire. Riu no ruhiu ruria nguga mundu aihũrio na Roho Mutheru ni ateaga rocio ngite ruhiu riu. Tupa hiyo upanga. Maana vita vyetu sio vya mwili na damu. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ngai arotuteithia na tuihũrwo ni Roho Mutheru. Wacheni tujazwe na Roho Mtakatifu. Tusilewe na mambo ya dunia, bali tujazwe Roho. Amen. Tukijazwa Roho, maisha yetu inabadilika. Tusimame katika jina la Yesu.